sasa imeshakuwa maji madogo machache, kwa sababu huku haijapema sawa. Kwa majina naitwa Musa Kayatala, mkuu wa wilaya ya Morogoro. Usiku wa kuamkia leo tarehe 24 tumepata mvua kubwa na maji mengi ambayo yamekuja katika mto Mvua. Haya maji yametoka milimani Kasanga, Makazi na Buki, ambayo imesababisha mto wetu kujaa, mto ambao unapitisha maji pikipiki, bajaji na baskeli ambazo zimeshindwa kupita, lakini kwa sasa hali imerejea kwa jitihada kubwa za wananchi wa kata ya Mvua wa eneo hili. Wameshirikiana na viongozi wao wa serikali, wameshirikiana kwa pamoja kuhakikisha hali inarejea. Changamoto kubwa iliyokuwepo hapa, maji yalijaa kwenye mto, lakini baadaye maji yakapotea, tukapata changamoto kubwa ya tope ambalo lilikuwa lina athiri gari kupita katika maeneo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, lakini alhamdulillah kwa jitihada za wananchi kushirikiana na sisi serikali, sasa hivi hali imerejea katika maeneo haya. Niwashukuru sana wananchi wa kata ya Mvua na niwape pole sana wananchi wa kata ya Mvua na halmashauri ya wilaya ya Morogoro, kwa maana tunajua asubuhi walikuwa na majukumu yao ya kwenda kufanya shughuli zao za kawaida, lakini kadhia hii ya njia iliyosababishwa na maji wameshindwa kupita kwa wakati. Tunawaomba radhi kwa kadhia hii, lakini serikali inaendelea na jitihada kuhakikisha njia hii ipitike kwa muda mrefu na nyakati zote. Lakini waombe sana wananchi, mto Mvua tulishataarifiwa muda mwingi kwamba una mamba wengi. Sasa niwaombe wananchi tuchukue tahadhari juu ya mvua hizi zinazoendelea na juu ya mto Mvua. Tuache kufanya shughuli za kibinadamu katika mto huu, waepushe watoto wetu wasiogelee katika maeneo haya, kwa sababu kuna mamba wakali ambao mto ambao unatiririsha maji, mto Ruvu. Na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amejenga bwawa kubwa katika tarafa ya Ngerengere, kata Mkulazi, kijiji cha Kidunda, ambayo hilo bwawa lina mambo mawili. Moja ni control mafuriko. Kama kipindi hiki mito inavyozidiwa, ile bwawa linakuwa linapokea maji kutoka katika mto Mgeta, mto Mvua na mto Ruvu, bwawa ambalo lina uwezo wa kuhifadhi maji lita bilioni 190, ambalo tunatarajia mwisho wa mwaka huu mwezi wa 12 ile bwawa litakuwa limekamilika na limeanza kufanya kazi, na adha za mafuriko na mvua ambazo zinatukumba katika mito hii ikiwepo mto Mvua zitakuwa zimekwisha kabisa. Niwashukuru sana sana wananchi wa Mvua kwa uvumilivu wao, kwa ustahamilivu wao, lakini katika ushiriki wao kuhakikisha wananchi wenzao na wao wenyewe wanapita katika eneo hili. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni waandishi wa habari. Kwa jina naitwa Zuberi Yahya Mfaume, mbunge wa jimbo la Morogoro Kusini. Wote mmeshuhudia adha kubwa leo iliyotukuta kutokana na mafuriko. La kwanza, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya mvua. Tulikuwa hatuna mvua, tunaililia mvua, imekuja. Kwa bahati mbaya imekuja na mafuriko na bahati mbaya kuziba njia. Hatuna wa kumlaumu. Hayo ni masuala ya changamoto ya hali ya nchi. Lakini kwa namna ya pekee kabisa nianze kwa kuwashukuru wananchi wote wa Mvua kwa kujitokeza kwa wingi na kusaidia kuhakikisha kwamba magari yote yaliyokwama yanaweza kuvuka. La pili, nitoe rai sasa kwa wenzetu wa TANROADS kuja haraka kufanya tathmini, kwa sababu maji yalikwama kwa muda mrefu, magogo makubwa mmeyaona yamegonga daraja. Kufanya tathmini sasa ya uwezo wa daraja kuhimili magari ya mizigo kuweza kuvuka hapa ili kuepuka hatari inayoweza kutokea baada ya mvua hizi. Lakini kwa namna ya pekee sasa nitoe wito kwa wakazi wa Mvua na halmashauri ya wilaya ya Morogoro kwa ujumla, wazingatie kwanza maelekezo ya serikali ya kukaa umbali wa mita 60 kutoka katika mito, kwa sababu athari kama hizi haziwezi kuwapata
mafuriko mengi yameingia kwenye majumba ya watu na watu wameathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo niwaombe pia wakazi katika mipango yao ya ujenzi wa makazi wahakikishe kwamba wanalinda ule umbali ambao sheria inawataka wawe nje ya mita 60 ndio waanze shughuli zao za ujenzi wa makazi. Lakini pia nitoe rai kwa ofisi ya Waziri Mkuu kitengo cha maafa, niwaangalie kwa jicho la huruma wale wote ambao wameathirika na mafuriko haya, niweze kuwashika mkono kidogo ili waweze kuendelea na maisha yao. Lakini kwa namna ya pekee niwashukuru sana waandishi wa habari, mmejitokeza kwa wingi kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinafika mahali panapohusika, na ninaamini haya machache pia ninayoyasema yatafika. Leo hii tumepata bahati mbaya kidogo, tulikuwa na maadhimisho ya wiki ya maji na kubwa kwenda kuonyesha namna gani maji yanavunwa katika shule ya msingi, shule ya sekondari ya wasichana iliyoko pale Mtoni, lakini imeshindikana na ratiba nzima imeharibika na tukio lote lililoandaliwa kwa gharama kubwa limeshindwa kufanyika. Msafara umegeuza, tunarudi kuendelea na shughuli nyingine za ujenzi wa taifa. Kwa hiyo kwa namna ya pekee pia ni muombe waziri wa ujenzi aharakishe pesa za kutosha katika ujenzi wa barabara ya Bigwa Kisaki. Mkandarasi yuko site pale, tunataka sasa aanze kazi ya ujenzi na aje aone yaliyotokea ili ujenzi wake pia utathmini nini anaweza akakifanya kulingana na hali kama hii ambayo imetokea. Tunahitaji madaraja yetu haya yainuliwe zaidi ili kuweza kupisha magogo na vizuizi vingine kupita na tuweze kupita kipindi chote cha mwaka. Nawashukuru sana. Asante.